Kando na hayo ni eti kwamba huku watahiniwa zaidi ya 1990 kote nchini wameanza rasmi mtihani wao wa kitaifa wa KCSE. Waziri wa elimu Julius Ogamba amesema mikakati kabambe imewekezwa kudhibiti wizi wa mtihani huu. Haya yanajiri huku katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok akisema kuwa watahiniwa 14 walipoteza maisha yao kwenye mkasa wa maporomoko eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mary Chalo anaarifu. Hatimaye watahiniwa wa kidato cha 4 wameanza rasmi mtihani wao wa kumaliza masomo ya sekondari. Leo hii wakianza na masomo ya lugha ya Kiingereza na kemia karatasi za kwanza. Waziri wa Elimu Julius Ogamba mapema leo hii akikagua shughuli hiyo eneo la Matuga, kaunti ya Kwale, amebaini kuwa wizara yake na baraza la mitihani nchini NEC imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa hakuna udanganyifu utakaoshuhudiwa, ikiwemo kuhakikisha kuwa karatasi la mtihani lina jina na picha ya mtahiniwa. NEC through the ministry and other players has put a lot of security measures in this year's examinations. For instance, all the papers, all the scripts are individualized. They have the student's name, they have the student's photo, and they have the student's code, including their number. Kufuatia mkasa wa maporomoko ya ardhi eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok amethibitisha kuwa watahiniwa 14 walipoteza maisha yao katika mkasa huo, akisema kuwa serikali itahakikisha kuwa watahiniwa kote nchini wanafanya mitihani yao licha ya utovu wa usalama na mvua inayoendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini. I single out Elgeyo Marakwet, which we had an incident last weekend. We have also made arrangements. Unfortunately, we lost 14 students in the incident. It's really unfortunate. And we have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated and all the students can be able to sit for their examinations without interruption. Lakini hata baada ya wizara kutoa onyo kwa wote watakaopatikana wakivunja kanuni za mtihani huu, meneja mmoja wa kituo katika kaunti ya Narok amesimamishwa kazi kwa kuvunja kanuni hizi. Hii ni kulingana na mkurugenzi wa elimu kaunti ya Narok, Apollo Apuko. There were some 2 institutions that they mentioned that the center managers were to be replaced, but so far we have scaled down to 1 institution where the center manager is going to be replaced because of some kind of he's not working in accordance with the NEC regulations as far as the management of exams are concerned. Waziri akizungumzia kuhusu matokeo ya mitihani ya kitaifa iliyofanywa, alidokeza kuwa matokeo ya mitihani ya KJSEA na KPSEA inatarajiwa mwezi Disemba, huku KCSE ikitarajiwa mwaka ujao Januari. We anticipate that KPSEA and KJSEA's results will be released in December, and KCSE results will be released in January. Mary Chalo, Undugu TV.